Bwana, rasmi klabu ya Yanga imemtangaza kocha mpya Pedro Valdima, raia wa Ureno, ambaye anakwenda kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz, Mfaransa, ambaye aliachana na klabu hiyo mara baada ya Yanga kutoa taarifa na kutokana na mwenendo wa matokeo ya klabu hiyo. Na tunafahamu kocha Folz aliachana na klabu hiyo mara baada ya mchezo dhidi ya Silver Strikers baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0. Na leo Yanga baada ya mchezo dhidi ya Silver Strikers ya ushindi wa magoli 2-0 na kutinga hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa aggregate ya magoli 2-1, wamemtangaza kocha Pedro Valdima Suarez, raia kutoka Ureno, ambaye anakwenda kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho. Bwana, Pedro Valdima anachukua nafasi ya Romain Folz kama ambavyo nimekujuza, aliyefurushwa virago ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, ni utambulisho ambao tutarajia kutokana na kile ambacho rais wa klabu ya Yanga mara baada ya mtanange kumalizika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strikers alizungumza kwamba usiku wa leo Yanga wanakwenda kumtangaza kocha wa kiwango cha hali ya juu, kocha ambaye anakwenda kuonyesha soka safi, soka ambalo wana Yanga walikuwa kilililia. Sasa kocha Pedro ametambulishwa ndani ya klabu ya Yanga na sasa ndiye ambaye anakwenda kuwa kocha huyo. Bwana, kocha hupendelea zaidi soka la kushambulia. Mfumo wake bwana ni 4-3-3 na timu kubwa alizozifundisha ni Sporting Lisbon ya vijana kwa maana ya huko Ulaya, lakini pia amekuwa amefundisha timu ya taifa ya Angola, lakini pia amefundisha timu ya De Agosto Angola ya ligi kuu ya huko Angola, lakini wastani wa uzoefu wake kama kocha mkuu ni zaidi ya miaka 3. Bwana, unaambiwa lile soka ambalo mashabiki wa klabu ya Yanga walikuwa na hitaji la kushambulia kwa kasi na pasi nyingi kuanzia kwa Diarra mpaka mbele kwa Dube na Boyeri, basi unaambiwa hapa Yanga wamepata kocha la maana kweli kweli. Bwana, unaambiwa dunia inamtambua, Ulaya inamtambua, Afrika inamtambua. Bwana, ni kocha huyo Pedro ambaye anakwenda kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga kwenye lile benchi la ufundi, na anakwenda kuungana na Patrick Mabedi ambaye ni kocha msaidizi ambaye yeye alitambulishwa kutoka huko Malawi na alikuwa chini ya Romain Folz, na mara baada ya Romain Folz kufukuzwa, yeye ndiye ambaye amesimama kwenye mchezo wa maamuzi dhidi ya Silver Strikers, na mchezo ambao akiwa kwenye benchi la ufundi amefanikisha Yanga kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Pedro Valdima alizaliwa tarehe 7 Februari 1976 mjini Lisbon, Ureno, na ni kocha mwenye ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa. Aliwahi kufanya kazi katika klabu mbalimbali za Ureno kama Amora FC, Sporting Lisbon kama ambavyo nimekujuza, ambako pia alisaidia kukuza wachezaji wengi chipukizi. Mwaka 2015 alihamia Angola na kufanya kazi na klabu ya Primeiro de Agosto kabla ya kuteuliwa kwa kocha wa timu ya taifa ya vijana under 17. Chini ya uongozi wake, timu hiyo ilifanikiwa kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia ya Angola kushiriki kombe la dunia la under 17, jambo lililoimarisha jina lake katika soka la Afrika. Mwaka 2019 Pedro aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola na aliwezesha timu hiyo kucheza soka la kisasa na kupata mafanikio makubwa ikiwemo ushindi wa kihistoria dhidi ya Ghana. Amejulikana kwa nidhamu, ubunifu na uwezo wa kukuza wachezaji wenye vipaji barani Afrika. Bwana, ni huyo kocha Pedro Valdima, kocha Mreno ambaye anakwenda kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kumtambulisha kupitia kwenye ukurasa wa Instagram. Ikumbukwe kocha pia huyu alifikisha Angola hatua ya robo finali kwenye AFCON iliyopita na kuwa miongoni mwa kocha aliyetajwa kwenye tuzo za CAF mwaka jana akiwa kama mgombea wa tuzo hizo. Kwa hiyo bwana, huyo ndio kocha Pedro, raia kutoka Ureno, ndiye kocha mkuu wa klabu ya Yanga. Pengine mashabiki wa Yanga wanazungumza nini mara baada ya Yanga kuweza kumtambulisha kocha Pedro kuwa kocha wao? Unaambiwa ni kocha wa sayansi ya mpira, na unaambiwa sayansi ya mpira
imetua mitaa ya Jangwani. Kwa hiyo tusubirie kuona nini ambacho kocha Pedro anakwenda kukionyesha ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kutambulishwa kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, wao wameandika karibu Jangwani kocha wa sayansi ya mpira Pedro Goncalves. Bwana, kupitia kwenye comment bwana, huyu anasema wananchi hapa tuongeze makabati yetu ya makombe, kocha wa mataji huyu hapa. Mnasema hili alafu ni wanyime like. Comment aise, tembeni vifua mbele. Mnasema mpeni namba yangu kwanza kabla, sawa. Mnasema huyu amekaa kikocha kweli. Mnasema balaa jipya CAF Champions League. Mnasema welcome kocha, sasa zile mbinu ulizokuwa unampa Ronaldo utupe na sisi. Kwa sababu ni Mreno, anaamini kabisa mbinu za Ronaldo kufanya mazuri ama kufanya makubwa kwenye kila ambacho ameendelea kukionyesha, ni moja kwa moja kwamba kocha huyu anazijua mbinu za Cristiano Ronaldo. Mnasema haya wazee wa kutengeneza saa. Mnasema uwe Pedro kweli sasa. Mnasema mambo ni yapendayo. Mnasema bara jipya NBC. Mwingine anasema tunaomba zile mbinu za Ronaldo umpe Dube, maana makocha wote wameshindwa kumuelewa. Mnasema Pila Nuno Mendes. Mnasema welcome coach. Mnasema muda wa kutiana huruma umeisha, tutafute forward ya maana huyu Dube tutakuwa tunalaumiana. Mnasema huyu atatupeleka finali. Mnasema balaa jipya CAF. Mnasema karibu coach, karibu AI kocha. Mnasema uzuri sisi wananchi tunapenda furaha, ushindi na magoli mengi ya kutosha, hivyo mwambieni kabisa jipange kwa hilo, ushindi wa papatu kama leo, sawa. Mnasema huyu basi wamekwisha. Mnasema huyu kafundisha Portugal under 20 ana bala zito. Mnasema na wewe sawa. Mnasema huyu kocha amewahi elekeza kwa SMS watu wakabeba ubingwa Ureno, sijui this time itakuwaje. Mnasema karibu sana. Mnasema kafanana, sawa. Mnasema afadhali huyu kidogo sura yake ina nuru, anatabasamu. Mnasema Ronaldo ndo kawashauri, anauliza hivyo. Mnasema you are welcome coach. Mnasema hajawahi kutubanga, sawa. Hawa kwa mpira wetu wa Afrika. Mnasema punguzeni, sawa. Mnasema yaliyomo yamo. Mnasema Pedro Goncalves karibu. Mnasema huyu nasikia alipoona Dube kakosa ile nafasi kauliza kwa nini, kwani na Boy, sawa, wanaruhusiwa kucheza. Mnasema sawa. Mmesema kocha wa sayansi hatutaki visingizio, alafu najiuliza hako ka rasket alikokuja nako ndio hicho tu, sawa. Mnasema asante rais wa klabu ya Yanga, tafadhali Alikamwe Kenya, sawa. Mnasema kweli ni kocha mzuri, ila tumuombe kwa Mwenyezi Mungu aendelee na maisha hapa Tanzania. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kuweza kumtambulisha kocha Pedro kuwa kocha wa timu hiyo akichukua mikoba ya Romain Folz. Na kocha Pedro anaungana na klabu ya Yanga na pengine tutaanza kuona majukumu yake kwenye mchezo wa tarehe 29 wa NBC dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini baada ya hapo tunafahamu kwamba Yanga wataanza kujiandaa na kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi mara baada ya kuiondosha timu ya Silver Strikers kutoka huko Malawi kwa aggregate ya magoli 2-1 mara baada. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.